Nikasema aha, kwa hiyo madhabahu ya nyoka umegundua kwamba ipo toka lini? Muda mrefu. Nikamwambia vizuri sana. Haya, amekaa kwenye maombi ya kuua hiyo nyoka na hiyo madhabahu. Kaomba, katuma na sadaka kwa watumishi hao ili kuua huyo nyoka na vitu vingine. Unajua nini kilichotokea? Sasa ananisimulia, ananiambia baadaye kilichotokea, mtumishi, niliota tena ndoto usiku, nampiga yule nyoka ile, nampiga, yule nyoka akachoropoka, akakimbia. Nikamwambia okay, vizuri sana. Hiyo uliliona lini? Anasema hilo nililiona miezi kama 4 iliyopita. Naambia vizuri sana. Ukafanyaje tena? Akasema nikatoa sadaka nyingine tena, tukaomba. Baadaye nikaona yule nyoka kama amekufa. Sawa Nini watu wa Mungu mnachoshangaa? Sasa hako kakanyage ili kafariki. Hapo baba umeweza. Au ndio shetani mwenyewe nini? Maana yule nyoka yule. Okay, vizuri sana. Hebu turudi sasa watu wa Mungu. Hebu turudi. Haleluya. Yule mama akaniambia sasa, baadaye akaamua kunipigia simu mimi kwa sababu mambo yanarudia yale. Baadaye akanipigia simu. Ni wiki imepita. Akaniambia, mtumishi, jana nimeota ndoto nyingine. Nimeona nyoka. Alafu huyu nyoka ana vichwa 5 safari hii. Kwa ninapojaribu kupiga kichwa hiki kingine kinanishambulia. Hiki kinakwepa. Tumishi, nina matatizo. Akanisimulia matatizo aliyo nayo. Kwetu mtumishi, sisi tuna shida 1, 2, 3. Alafu Roho Mtakatifu ndani yangu akaniambia, akasema, hiyo madhabahu hata ibomoa kamwe. Hata ukimuombea leo, kesho watatokea nyoka 2 wenye vichwa 7. Ataendelea kufanya kitu kile. Niambia Roho Mtakatifu ananiambia, mwambie nilichokufundisha. Sasa je, yuko tayari kwa ajili ya hilo? Kwamba sikiliza ndugu yangu, wewe ili uweze kuivunja hiyo madhabahu, achana nayo. Wewe sasa mtazame na Yesu. Utakapoweka mawazo yako kwa Yesu, hii madhabahu haitakusumbua tena. Lakini nikaelewa, hajanielewa. Kwa sababu ananiona kama mimi vile sijasimama na Mungu, sina maono. Kwa sababu wengine walipoomba ameanguka na chini, amegaragara. Alafu namuuliza, kwa wakikuombea anasema, yani nikianza kupiga kelele hivi, naanza kusema ni madhabahu, ni madhabahu. Nikamwambia, ndicho ulichokula kichwani, utasema ni madhabahu mpaka unafariki. Wewe unataka kutoka hapo, tazama upande mwingine. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Hivi unajua inawezekana? Hivi unajua njia ni rahisi mno? Hivi kuna mtu ambaye kwao kuna madhabahu migumu kama kwetu mimi? Hivi kuna mtu wa namna hiyo hapa? Mimi sijui. Inawezekana wewe unazungumza habari ya madhabahu. Kwetu sisi madhabahu inatutesa sana. Yani kwa kweli hatuolewi. Na wakati huo wewe umeolewa. Mungu amekupa neema, umeolewa. Ndugu yangu, una madhabahu kama madhabahu tulionao mimi kwetu. Tena pande zote mbili. Upande wa baba yangu, upande wa mama yangu. Wewe unafikiri kuna acha mtu wa Mungu. Na mimi nikaelewa kwamba ningeamua kuwa bize kuzivunja hizi madhabahu, ningevunja maisha yangu yote. Na kwa sababu hivi ndivyo nilivyokuwa naishi siku zote. Naendeleaga tu kuomba. Alafu mara nyingi nilikuwa naona kuna nyoka. Kuna sehemu fulani tulikuwa tuna shamba la kahawa. Naona kuna nyoka mkubwa kweli kweli. Alafu kuna wakati naenda kulishtua, kuna shimo linaenda, lile joka linaingia kwenye lile shimo, linajificha kule. Alafu unajua nyoka anavyoingiaga shimoni,
Nyoka haingii shimoni kifala, yaani kwamba anaenda hivi. Nyoka anapoingia shimoni anaenda hivi, afu anageuka. Kwa nini anageuka? Anataka kulinda mwili wake wote, anataka uhakikishe umeingia, alafu ndipo na yeye aelekeze kichwa kule. Kwa hiyo wewe unapotaka kumpiga anaingia shimoni, anakushambulia. Kwa hiyo usifikiri kwa sababu ameenda shimoni ndo nimeshammaliza huyu nyoka. Kila siku nilikuwa naona hivyo, naona nyoka. Na nilikuambiaga hapa, nasema naona nyoka, alafu baada ya muda namuona baba ambaye ni marehemu, alishafariki tayari. Na muda mwingi nikawa nakemea roho ya baba, nakemea. Nawaambiaga watu hivi, mkemee sana baba yako, na wewe watoto wako na wajukuu wako watakukemea hivyo hivyo. Niamini mimi ninachokuambia, kwa sababu sisi wengi hapa tunaamini mababa zetu na mababu zetu walikuwa wachawi. Sasa mimi nakuhakikishia, na wajukuu zako na wenyewe wataanza kukemea roho yako. Nakemea roho ya bibi, naivunja, kwa sababu hii ndio inayotuletea mateso. Ndio maana anza kuwafundisha watoto wako ukweli mtamu kama huu. Waambie, mwanangu, hakuna bibi wala babu anayeweza kukuzuia wewe kuwa tajiri, kwenda kwenye hatima yako. Hayupo, ili mradi umemtazama Yesu. Bwana Yesu amebarikiwa. Bwana Yesu amebarikiwa. Sasa angalia, kumbuka tunaenda kwenye maombi. Nataka twende kwenye maombi. Anasema hivi, ukisoma ile Warumi 6, Warumi 8 mstari, Warumi 8 ule mstari wa 16. Warumi 8 mstari wa 16. Alafu hivi vitu ninavyokuambia hapa, mimi naonaga wale ambao hawako serious sana kanisani huwa wananielewaga vizuri sana na wanavifuata kirahisi mno kuliko wapendwa kanisani. Mimi nimeona na nimeshuhudia hilo. Mtu anayekwambia sebi kanisani, mambo ya kanisani sio sana, ila mimi kwa kweli namheshimu sana Mungu. Unamwambia sikiliza, we mtazame tu Mungu. Baadaye anakuambia, anasema mtumishi, ni Mungu tu baba. Yaani ni Mungu tu baba, ni Mungu tu. Yaani ninashangaa dili fulani lilikuwa limekwama, saa hizi limeenda. Yaani kweli ni Mungu tu. Njoo sasa kwa mpendwa sasa. Siku ile mtumishi ulivyoniombea usiku, nikagundua kwamba kwenye kisigino kwa nyuma huko bado hakujafunguliwa. Kwa hiyo mnaanza kuhangaika kufungua kwenye kisigino kwa wapi? Ndo wapendwa wanavyotaka hivyo, zile shughuli. Haleluya, haleluya. Anasema hivyo Warumi 8:16, Warumi 8:16 na 17. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Sikiliza, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Anasema, napenda sana hapa, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Sasa hili la kuteswa pamoja naye, hili sio la sasa, kwamba lazima niteseke kwanza. Soma vizuri maandiko yako unayosoma. Tulipanda pamoja na Yesu msalabani, tukafa pamoja naye, tukazikwa naye, tukafufuka pamoja naye, tukapaa mbinguni pamoja naye. Alipo ndipo tulipo. Ingawa sisi tuna operate huku duniani, lakini pale Yesu ambapo amekaa ndipo wewe na wewe umekaa. Na anasema, angalia, anasema huu upako unaopokea, unachokuja kufanya, unakuqualify wewe kuwa mrithi wa Mungu. Soma vizuri maandiko yako, soma vizuri neno lako. Hapo tunakimbiaga. Hasemi mrithi wa vitu vya Mungu. Hasemi mrithi wa vitu vya Mungu, anasema mrithi wa Mungu. Maana yake ni kwamba unampokea Mungu kama urithi.
Mungu anamwambiaje? Anamwambiaje Abrahamu? Mwanzo 15 ule mstari wa kwanza, anamwambia Abrahamu, hebu nitazame, mimi ni thawabu yako kubwa, ni ngao yako ya ajabu. Kwa nini anamwambia hivyo? Kwa sababu mimi ndo urithi wako, na mimi nikiwa urithi wako, maana yake umenipata, na ukinipata umepata vyote. Sasa kwa nini havidhihiriki? Ni kwa sababu tuko huku ndani na tuko wapi? Nje. Focus yetu sio kwa Mungu, focus yetu ni kwenye upako, kuabudu upako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana ndani ya kanisa ni mara chache sana kumheshimu mtumishi ambaye yuko hapa hapa kanisani na akisimama maneno yake ni machache. Jamani, tumtazame Bwana, tumtazame Bwana. Hawawezi kumheshimu mtu wa namna hiyo hata siku moja. Hawawezi kumheshimu hata siku moja mtu wa namna hiyo. Lakini akitokea mtu wa amsha, watu wanagaragara hapa, we mwingine watakuona takataka. Haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Tumeenda Makambako, tulikuwa na semina pale, alafu kuna kitu tukiwa madhabahuni pale Makambako, wana mtumishi mmoja mkubwa sana, alafu ni wa zamani. Wengi mtakuwa mnafahamu, sitaji tu jina lake. Ni wa zamani. Yule baba very humble, mnyenyekevu kuliko kawaida, yuko pale Makambako. Sasa tulikuwa na maombi fulani ya kumiliki, alafu mke wangu akakimbia akaja akaniambia, akasema, naomba mtumishi yule tumuombee gari. Mke wangu alivyoniambia hivyo, ndani yangu nikasikia kuumia kama ninalia. Nikasimamisha watu, nikawaambia watu, jamani sikilizeni, ndani yetu tunasikia hivi, mwanae mtumishi huyu mimi nimeanza kumsikia nikiwa mdogo, mpaka leo huyo mtumishi anaendelea kutumika. Nimekuja kufahamiana naye baadaye, nimeanza utumishi, akaheshimu kitu nilicho nacho na kuappreciate sana. Bado anaendelea na utumishi, lakini huyu baba mpaka leo hana hata kagari kadogo, hata ka ST. Na ninyi mnamtazama tu kama nyanya mbovu, kama hana chochote ndani yake. Msipojifunza kuheshimu wa kwenu, hamwendi kokote. Baadaye nikawaambia pale watu, nikasema, jamani, huyu mzee tunahitaji kumnunulia gari. Nikamwambia, mimi nimeanza kumsikia nikiwa mdogo, nakuwa mpaka nimeendesha gari ya kwanza, gari ya pili, gari ya tatu naendesha. Yeye hana gari hata. Nikasema, it's not fair. Hamfanyi kitu kilicho sahihi. Unajua, Mungu akawagusa pale watu. Nikasema, mimi na mke wangu tutatoa sadaka yetu. Kuna sadaka yetu tutaitoa, huyu mzee apate gari. Alafu unajua watu wakainuka, kila mtu akaja kuleta cha kwake alichokuwa nacho. Mwenye kusema nitaleta, mwenye kusema nitafanya hivi, mwenye kusema nitafanya hiki. Tuliporudi mwaka uliofuata, yule mzee akatuambia, twende muone muujiza ambao Mungu aliwatumia. Hii ndio gari yangu. Hawezi kuheshimiwa. Kwa nini? Hana mbwembwe. Na kazi yake ni kuwapeleka watu kwa Kristo. Hawawezi kumheshimu. Mimi ninakwambia, angekuwa anabiringisha watu hapa, yani wala asingesema nataka gari, watu wangepishana pale wanaleta magari, angekuwa nayo hata 7 au 8. Kwa nini? Tunaabudu upako, na tunaamini kwa huyu mtumishi nikitoa sadaka yangu, yani nitabarikiwa sana. Nikipeleka kwa Mama Chaula, bwana mtu mwenye ataka sauti kake kaupole.
Kufanikiwa itakuwa leo. Achana naye kwanza, huyu tutakutanaga naye kanisani. Tunapoteza sana tunapokuwa na watu wa namna hii. We don't respect them. Bwana Yesu amebarikiwa sana. Kuna mtu anaelewa kitu ninasema? Kuna mtu anaelewa kitu ninasema? Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Kazi yake ni moja tu, kushuhudia kwenye moyo wako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Na unajua kwa nini anashuhudia? Kwa sababu ya vile vilio tulivyo navyo. Baba nisaidie, yaani hela imekuwa ngumu kweli kweli, biashara haziendi. Mwanangu, wewe ni mtoto wa Mungu, na kama ni mtoto, wewe ni mrithi kwa baba yako. Kuna mpunga kwa baba yako, kuna kila kitu kizuri ambacho unataka, na ili ukipate una haja ya kuingia kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu, shusha gari, shusha nyumba, shusha hela. Wewe unachohitaji kwenda kufanya ni kusema tu okay, ni vya baba yangu. Ana vitu vingapi? Unachukua unachotaka. Hivi wewe unafikiri kwa mfano baba yangu angekuwa hai, alafu angekuwa tajiri, alafu ana magari matatu nyumbani, mimi nataka siku hiyo nimefika Mbeya, nataka nichukue gari moja niendeshe nikapige misele Mbeya mjini pale, angenikatalia? Na kwa nini ningekuwa na ujasiri kusema nitaenda kuchukua gari nyumbani? Kwa sababu ni la baba yangu. Umejifunza si habari ya mwana mpotevu? Mwana mpotevu kaenda kafanya huko ujinga. Nipe sehemu ya urithi wangu. Baba akumkatalia, mwanangu chukua, ni vya kwako, wewe unavyotaka chukua. Jamaa katoka kaenda kajaribu huko nje, kwenye mfumo wa huko nje inakuwaje, kaenda kuabudu upako huko nje, kapigwa pasi ndefu, amerudi hana kitu. Alafu akasema nitarudi nyumbani kwa baba yangu na nitamuomba kitu kimoja, anifanye kama. Haya ndio maombi ya kijinga tunayoombaga sisi. Haya ndio maombi ya kijinga tunayo sisi. Hatuna muda wa kuomba kwamba Mungu nisaidie, nataka nikujue vizuri baba yangu, halafu ili nifaidi urithi ulio nao. Sisi tunaomba maombi kama Baba nipe upako niwe mtumishi, nipe upako niwe mtumishi, nipe upako niwe mtumishi, nipe upako mapepo yaanguke sana. Mungu anakuangalia anasema, mwanangu, tatizo sio upako. Hata nikikupa upako, kesho utarudi utataka hela kutoka kwangu. Unachohitaji kwanza ni urithi. Angalia kilichotokea. Anapokuja na kuleta hilo wazo lake, nifanye mtumishi, baba yake alijibu akasema, aka kana njaa. Unajua njaa wakati mwingine huwa inaongeaga hivi, haongei kutoka kwenye akili, njaa inaongea. Akasema leteni chakula kwanza, akili yake ikae sawa sawa. Alafu akasema hebu leteni joho, lile vazi zuri. Vazi zuri maana yake nini kiroho? Ninyi mnajua. Alafu akawaambia akasema leteni pete, mvikeni pete. Pete maana yake nini? Alama ya authority. Ndio maana nilikueleza, nimesema nitakufundisha mamlaka tunayoitaka ya kiroho haipo mahali pengine popote isipokuwa kwenye huu upako. Hautambui huu upako, utaomba kila siku maombi ya authority. Leo tunateswa na vipepo vya hovyo, tunateswa na machifu wa mji, tunateswa na nguvu za giza ambazo hazina hata maana. Ni kwa sababu hatuko kwenye authority. Tumeokoka ndio, lakini hatuko kwenye authority. Na kwa nini hatuko kwenye mamlaka? Kwa sababu tumeshindwa kutambua upako Mungu aliotupa juu yetu. Angalia kaka, mtu anarudi sasa. Hiyo ndio akili yetu sisi wengi. Sisi tunaamini tukihubiri vizuri, mimi ndivyo nilivyokuwa naamini, kwamba nikihubiri vizuri Mungu ndo atanipa nguo, Mungu ndo atanipa magari, Mungu ndo atanipa vitu vizuri nikihubiri vizuri. Ndivyo nilivyoamini na ndivyo nilivyokuwa najitahidi. Kwa hata nikiingia kwenye maombi namwambia Baba, angalia
leo ni siku ya 3 Baba, sijalala. Naomba Baba uangalie mateso haya, unifungulie mlango na mimi nipate hela. Bwana, angalia ukaone kwamba mimi ni mtumishi wako. Fanya Baba, fanya Baba, fanya. Alafu unamaliza hiyo huduma na utumishi, una hata 100. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa bize kutafuta milango ya huduma, kwa sababu at least nikipata mlango wa huduma sitakosa hata 25,000. Nimepita hapo na kuambia ule ukweli, na ndio changamoto mojawapo ya sisi watumishi wengi, hasa sisi vijana wengi. Alafu Mungu alichofanya sasa, unatumika sana, unapata nauli tu ya kukufikisha nyumbani mlangoni kwako. Yaani unapotoa bukujelo kumpa wa pikipiki kutoka stendi, ndo hela yote uliyokuwa nayo huko imeishia hapo. Unashuka na kitenge, wamekupa zawadi ya kitenge. Unafika nyumbani, unawaambia nyumbani, sasa hebu nendeni dukani mkakope sukari. Sasa utumishi inakuwaje? Bwana ataniinua siku moja. Mungu alianza kunifundisha, acha ujinga. Ufanikiwi kwa sababu unasimama sana madhabahuni, ila kwa sababu unanijua mimi. Nijue mimi mwanangu, vitu vitaanza kukaa vizuri kwako. Ule ukweli. Mke wangu yuko pale ni shahidi. Mke wangu yuko pale ni shahidi. Mimi leo sina tamaa ya kwenda madhabahuni. Yaani mimi leo kwangu ni nafuu nikae tu nyumbani, nijifungie, nimwambie Mungu, nataka nikujue. Hilo tu, hata nisiende madhabahuni. Na baraka ambazo Mungu ananipa na kututunza, hizi baraka ni kubwa kuliko tukiwa kwenye huduma. Sasa tunajadilini na mke wangu, anajua kitu ninachosema. Unaenda mbali huko Shinyanga, Mwanza, huko wapi? Alafu bahasha unayopewa, na umlaumu mtu, na tuwezi kumlaumu mtu. Umekaa wiki 2, bahasha unayopewa inatosha tu mafuta ya kurudi nyumbani. Hata vijana uliosafiri nao huwezi kuwapa chochote. Mimi namwangaliaga mke wangu anasema, "Ise, ngoja basi niangalie kidogo hata kwenye hivi nilivyouzauza." Jamani, mumuunge mkono mke wangu pale. Simpigi debe, mumuunge mkono. Kwa sababu ile hela inayopatikana pale haendi kufanya kitu chochote. Ni kwenye huduma. Ni vya kwake, lakini kwenye huduma. Na mgeukiaga wakati mwingine mke wangu ananiambia, "Ise, nimeuza hizi 200,000. Basi hizi 200,000 hebu tuwape vijana." Ndio unawagawia vijana, "Hebu shika." Wewe huna hata 100, hela yote imeishia kwenye mafuta. Na umeenda kutengeneza na gari, hiyo hela nyingine ni juu yako wewe mwenyewe. Sasa baadaye nikaja kugundua, mbona hata nikikaa nyumbani sijaenda kwenye huduma? Mbona hiyo 800,000 nina uwezo wa kuipata kirahisi hata sijaenda kwenye huduma? Kwa hiyo lipi zuri? Ni kung'ang'ana kuwa kwenye huduma, alafu unarudi huna kitu, au kukaa nyumbani alafu uwe na kila kitu? Sema mwenyewe. Nini ambacho Mungu alikuwa ananifundisha? Hata siku moja usitegemee madhabahu unayokwenda kusimama kutunza maisha yako. Ndio maana sisi tulipoanza kujifunza na mke wangu, tulianza hivyo, tunafumba macho, tunatoa zaidi sisi kuliko wenyewe. Wasipotuma mafuta wala hatuwapigii simu mara 2. Ndio mimi nawabariki sana hawa watumishi wa Mungu hawa. Wanatuleta huku, wananitumia na hela ya mafuta. Watu waishi milele wewe. Achana na hawa watu wewe. Unaenda huko ndani huko, mafuta unaweka kwenda tu mafuta ya 700,000. Na moyo hauumi,
una furaha, unapiga kazi ya Mungu, unafanya kazi ya Mungu, alafu unawakuta wako na kwenye ujenzi, wanakuja tuishi, utatoa shingapi? Hawajui umeweka 700,000 na kuna 700,000 nyingine unarudi nayo. Sijui tunaelewa na kitu ninachosema, wala hawahesabugi hicho. Ila ninakwambia watu wa Mungu, Mungu ametubariki sana, na ninajua Mungu ataendelea kutubariki mno kuliko kawaida. Na ndiyo maana tulichoamua kufanya ni kutaka kujua hiki kitu ambacho Yesu anasema. Hata kama sifanyi chochote, hata kama sina mbwembwe sijui kwenye kusoma wala kuomba, yani hata ndani yangu niseme neno moja tu, nataka nikujue Mungu, nataka nikujue, nisaidie kukujua. Ukiomba hilo ombi linatosha, wala uhitaji maombi mengi yale ya kufunika na kufunua. Sawa, Mungu akikupa neema ya kuomba maombi mengi, omba, lakini mimi nakushauri ukiweza kuomba ili ombi moja, wewe ni hatari, na ukawa na consistency ya namna hiyo. Mungu, nataka nikujue. Mungu, nataka nikujue wewe ambaye ni baba yangu, nataka nikujue, kwa sababu hapo ndipo palipo na baraka zako. Utashangaa vitu ambavyo Mungu ataanza kufanya. Haleluya, haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Lakini sisi hata kwenye maombi yetu, hilo silo ombi tunaloomba kila siku. Nina maombi kuanzia saa 7 usiku hadi saa 11 asubuhi. Sawa, vizuri sana mtu wa Mungu. Alafu baada ya hapo nina maombi mengine tena kuanzia saa 5 mpaka saa 9. Ukiolewa na mwanaume wa namna hii, hesabu hasara. Wala utakiwi kumwogopa kwamba mtumishi wa Mungu. Huyo sio mtumishi wa Mungu, huyo ni mzurulaji, anakimbia wajibu. Sasa muulize, hayo maombi yote unayoomba, saa 7 unaamka saa 7 mpaka saa 11 hulali usingizi. Nilikuambia jana, Mungu alipotupa muda wa kulala ana akili. Wewe hulalagi, uko kwenye maombi saa 6 mpaka saa 11 asubuhi, ukitoka hapo saa 5 mpaka saa 9 jioni. Okay, unachoombea sana nini? Basi tukuulize, labda we kazi yako unayofanya nini? Yani mimi nalima mihogo. Unamuuliza, okay, vizuri sana, hiyo mihogo unalima eka ngapi? Karobo heka. Sasa maombi yote hayo karobo heka, kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Ukioa mke wa namna hiyo, hesabu hasara. Ambaye muda wote tunaenda kwenye maombi, saa 2 asubuhi Jumatatu hiyo tunaenda kwenye maombi. Mtumishi anasema tutakuwa na maombi leo ya kujimaliza, saa 2 asubuhi. Hesabu hasara. Sasa utanielewa kwa nini yule kijana nilimwambia usioe mwanamke mwana maombi. Utaelewa kwa nini nilimwambia hivyo. Nilimwambia oa mwanamke mwenye hofu ya, kwa sababu akiwa na hofu ya Mungu atakuwa na akili. Haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Watu wa Mungu, maombi ni mazuri, maombi ni mazuri, lakini chagua. Yesu anamwambia Martha, Martha, unajitabisha na mambo mengi. Wewe unafikiri Yesu alikuwa hajui kwamba Martha ndo anawaandalia chakula? Alikuwa anajua. Mimi ningekuwa Martha, inawezekana ningeambia haya sawa, pomo kugona nacho leo. Mimi si najituma kule, wewe unaona mimi nahangaika na mambo mengi. Inawezekana Martha ndivyo alivyowaza, lakini idea ya Yesu ni kwamba hivi ni vitu vya muda tu, lakini mdogo wako amechagua fungu jema ambalo hataondolewa kamwe. Ukianza kumjua Mungu, hutakuwa mtumwa wa mtumishi yoyote. Hutakuwa mtumwa wa kanisa lolote. Hutakuwa mtumwa wa shughuli yoyote, kwa sababu unamjua Mungu. Na hizi baraka utaanza kuona zinavyomiminika kwenye maisha yako.
utaanza kuona hizi baraka zinavyomiminika kwenye maisha yako. Kuna watu wanamuona Mungu, hawa wanafahamu. Na tuna ndugu mmoja anayeishi haya maisha ninayoyasema, pita mahali pagumu kuliko kawaida. Amesikia tuko Mbeya, mke wangu yuko hapa, amesikia tuko Mbeya, tukawasiliana. Hapo akaniambia, akasema, baba mko Mbeya mnaenda Tukuyu? Nikasema ndio. Akaniambia okay, sawa baba, naomba mpitie supermarket fulani hapo, hebu nendeni pale mkachukue vitu mnavyotaka, alafu tutalipa, mimi nitalipa huku, wewe ambie tu mtu fulani amekuagiza. Tukafika pale, tukachagua. Tukiwa tunachagua, simu nyingine ikaita. Sasa na mke wangu pia anasema, ongezeni pia ya gharama hivyo hivyo, chukueni. Tukarudi tena. Unapiga mahesabu, Jimarike Josa inabakije? Sasa nikajifunza kitu, hawa watu wamebarikiwa. Na huku ndani sasa maswali yanakuja. Angalia sasa mawazo ya watu wenye umaskini. Wazo linakuja, kwa nini hiyo hela asingetupa tu? Sijui unaelewa kitu ninasema. Huyu ndugu ananiambiaga, anasema, mtumishi, tunaishi maisha, yani maisha yanaenda simple. Pesa sio tatizo. Mungu ataendelea kutubariki. Wewe endelea tu kutuombea na kumshukuru Mungu kwa ajili yetu. Mungu anatenda. Mtumishi, mambo yakiendelea kuwa vizuri, mtaendelea kula bata. Naambia okay, asante Yesu. Baba mwinue tena, tule bata kidogo. Kuna watu wa namna hiyo. Sasa vipi wakitokea wawili na hapa Tukuyu? Amesema, hela zote hizo nianze kutoa? Hata hazijaja unaona wivu. Naomba usimame. Amebarikiwa na siri yake ni moja. Nisikilize anachosemaga. Siri yake ni moja. Yaani yeye akiona mtu analalamika hana hela, anasema huo ni utoto. Utoto tu, ananiambia ni utoto tu, ni utoto tu, ni utoto tu. Utoto wa nini? Kwa sababu hawamjui Mungu sawa sawa. Baba yako ana kila kitu. Baba yako ana kila. We kama huyu mwana mpotevu ameenda kuharibu huko, fikiri kwa mfano mwana mpotevu asingemkuta baba, angekutana na kaka mtu, ingekuwaje? Haleluya. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Sisi ndo tulivyo. Ndio maana kuna watu ambao hawajaji kwenye maombi humu, alafu wana hela, tunawasema ni wachawi. Kwa sababu kwa nini mimi kila siku niko kwenye maombi ndo nimepigika, lakini huyo hata kwenye maombi hajagi. Akija kanisani wa kwanza wa mwisho kufika, wa kwanza kufanyaje? Lakini mbona bado mambo ya huyu mkawi? Ndio yule kaka analalamika huku ndani ya moyo wake. Manake anamwambia Mungu, Mungu, mimi siku zote niko kanisani kwenye maombi, kwa nini biashara yangu haikui? Mungu, mbona mimi nakutumikia kwa uaminifu, kwa nini nani yangu haikui? Kwa nini? Mimi pale kanisani ni kiongozi, tena tunatumika kwa gharama zetu, kwa nini nateseka kwenye kazi za mikono yangu? Mungu anajaribu kukuambia hivi, sikiliza mwanangu, wewe kwa sababu upo kanisani kila siku, hivi vitu vyote ni vya kwako. Ukitaka chochote una uwezo wa kuchukua, lakini sharti ni kwamba unijue mimi baba yako. Haleluya. Tunaenda kwenye ombi moja tu, ombi fupi lakini lina maana, na ninatamani kila mtu afanye. Na ombi hili litaenda kuswitch on upako ndani yako. Huu upako mkubwa itaenda kuswitch on, kwa sababu sio kwamba huna upako, unao, lakini upako ulionao ndani yako umelala. Umelala. Hii ndio njia ya kuswitch on. Na sasa nitaendelea kueleza sasa huu upako sasa tulionao, tunaoomba, madhara yake, negative na positive effect ya anointing, ili uone.
Kamata sadaka yako. Jana tulisema tunaambatanisha na sadaka yako, ambatanisha na neno. Toa kwa sababu unamjua Mungu. Toa kwa sababu unamjua Mungu. Usitoe kwa sababu tumekuambia toa. Toa kwa sababu unamjua Mungu. Mungu anaweza akakwambia toa kiasi gani fulani, usimkatalie. Anakujua vizuri. Anakujua vizuri. Usimkatalie, anakujua vizuri. Na wewe toa kwa sababu unamjua Mungu, kwamba Mungu hawezi kunyang'anya fedha kutoka mikononi mwako hata siku moja. Kwa akikwambia toa kiasi fulani, ni kwa faida yako mwenyewe. Kuna watu wanataka bahasha. Nyosha mkono wa kuone. Viongozi wangu, bahasha zipo? Barikiwe sana. Barikiwe sana. Wapo ambao walichukua jana kwa moyo wa kupenda, na wengine leo wananyosha mkono kwa moyo wa kupenda. Nyosha mkono unataka bahasha ili wakuone. Amen. Tayari? Sikiliza. Nilikufundisha kitu hivi. Nikasema sadaka hii unapoitoa, toa ndani yako, sema najiambatanisha na hili neno, kwa sababu ninaamini kabisa ni neno la kweli, na kwa sababu neno lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu, na kwa sababu Mungu ana kawaida ya kulituma neno. Sasa kwenye hiki kipengele hatutoi sadaka ili kununua upako. Hatutoi hii sadaka ili kununua upako. Ndio maana nimetamani hii sadaka itoke ndani ya moyo wako, msikilize Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna mwingine unaweza ukasemeshwa, unatoa leo, alafu kesho leo tena Roho Mtakatifu anakuambia tena kesho toa tena. Roho Mtakatifu akikwambia hivyo, wewe fanya. Haleluya. Wewe fanya. Nenda kwa kiongozi mwambie naomba bahasha tena. Nani yangu nasikia bado ule mzigo bado upo. Wewe fanya. Mungu anakujua. Kwa nini tunatoa sadaka ya moyo? Ni kwa sababu ni njia nyingine ya kupeleka mioyo yetu kwa Mungu. Haleluya. Inamisha kichwa chako chini. Inamisha kichwa chako chini. Alafu ndani ya moyo wako sema maneno machache kwamba unaambatanisha hiyo sadaka na neno ambalo Mungu ameliachilia. Na kwa sababu Mungu huwa analituma neno, na hilo neno huwa linatuondoa kwenye maangamizo. Mungu hulituma neno lake. Mungu hulituma neno lake. Kwa hiyo wewe jiambatanishe na neno. Mungu hatumi madhabahu. Narudia tena, Mungu hatumi madhabahu. Mungu hutuma neno, na hilo neno huwa linatuondoa kwenye maangamizo. Baba, ninakushukuru. Asante Mungu, kwa sababu ndani yangu ninajua na ninaona kwamba hii ni ishara kwamba mtumishi wako huyu amelipokea neno lako. Na kwa sababu amelipokea neno lako, Baba, ukamfadhili na kumsaidia. Takabali sadaka hii. Ameitoa kwa moyo wa kupenda, kwa kukusikiliza wewe. Na kwa sababu hii ni kazi yako Roho Mtakatifu. Asante kwa wema wako na uaminifu wako. Amen. Naomba tulete sadaka zetu haraka haraka, alafu urudi kwenye kiti. Usiondoke naomba. Lete tu sadaka yako haraka haraka, alafu rudi kwenye kiti. Dakika moja tu, alafu usiondoke. Endelea kutengeneza mazingira kwenye moyo wako wa kukutana na Mungu, kwa sababu Mungu yuko hapa. Wala wewe usiogope. Mungu anayajua magonjwa ulio nayo, anayajua. Anajua shida ulizo nazo, anazijua. Anajua tabu zako ulizo nazo, anazijua. Na Mungu akupe amani kabisa. Kama una sadaka, naomba uwe na amani. Usihukumiwe chochote.
Shetani asiseme uongo wowote ndani yako, ili usije ukawa unalifikiria hilo ukapishana na kitu ambacho Mungu ambacho ndio cha muhimu zaidi. Usiondoke, tutakuwa na maombi mafupi tu hapa. Saa 12:30 tunatoka. Tutakuwa na maombi mafupi hapa, saa 12:30 tunatoka. Sasa ukiweza, hebu tutawanyike. Nyinyi mlio banana hapo, sitamani mbanane hivyo, natamani mtawanyike. Nataka ujiachilie ndani yako. Haya ni maombi binafsi, tunaenda kuomba. Kwa hiyo nataka ujiachilie ndani ya moyo wako, uombe ndani yako huku ukiwa umejiachilia. Marakashandarabusika. Kwa hiyo utatawanyika. Ukitaka unaweza ukaja madhabahuni hapa, kupiga magoti ni wewe. Utataka kwenda kule nyuma ni wewe, pembeni kule ni wewe. Sasa ngoja nikwambie maombi tunayoenda kuomba. Haya ni maombi binafsi. Ombi tunalokwenda kuomba, tunaenda kuomba toba. Tunaenda kuomba toba. Toba tunayokwenda kuiomba ni kwa kutokutambua upako ambao Mungu ametupa. Tumekuwa bize sana kutafuta upako. Tumekuwa bize sana kutafuta kufunguliwa. Tumekuwa bize sana kuombewa baraka. Tumekuwa bize sana na vitu vingine. Mungu kuna wakati akaamua kutuacha, akaamua kunyamaza. Mbinguni unaenda, lakini kwenye hayo maeneo mengine Mungu ameamua kunyamaza, kwamba okay, mpaka atakaporudi kwenye source. Nimekueleza, nimesema kwenye hii upako huu ndio eneo la utajiri wako, ndipo baraka zinapoflow kutokea. Biblia inasema matunda yenu yakikaa, ombeni lolote mtakalo mtapewa. Si unakumbuka hilo andiko? Sasa matunda ya kazi yetu yanakaa kwenye kitu gani? Hayakai kwenye kuhubiri kwetu. Kinachoweza kutusaidia sisi kuzaa matunda ni upako tuliopewa na Mungu. Na pale ambapo tutautambua huo upako na kuanza kuufanyia kazi sahihi huo upako, hapo ndipo matunda ya kazi yetu itakaa. Na matunda ya kazi yetu yakaa, anasema hapo sasa, omba lolote utakalo utapewa. Na maombi yako hayatakuwa magumu. Mimi ninakuhakikishia, najua ninachokisema, nimeona. Kuna wakati utawaza, alafu vitu vitatokea. Huu upako una uwezo wa kukuketisha pamoja na wakuu. Kwa nini hatuketi pamoja na wakuu? Ni kwa sababu tumedharau huu upako. Huu ndio upako wa kutuketisha na wakuu, sio ule wa kusema pokea. Sio ule. Kesho ule nitakwambia kazi yake ni nini, nitakufundisha. Upako unaoweza kukuketisha na wakuu, upako unaoweza kumtoa maskini kutoka jarani, ni huu ninaousema, ambao Roho Mtakatifu mwenyewe anakuja anakupaka mafuta ndani yako. Alafu huo upako, moja ya kazi unayofanya, unakuwezesha, kwa sababu sio kitu rahisi, unakuwezesha wewe kuwa mtoto wa Mungu automatic. Alafu ukikuwezesha kuwa mtoto wa Mungu, unakufanya kuwa mrithi wa Mungu. It means unakufanya kuwa mrithi pamoja na vitu vyote alivyo navyo Mungu. Kwa hiyo kuto kuziona baraka za Mungu ni kwa sababu kuna mahali fulani pamekatika daraja, na eneo lililo katika daraja ni kwenye huu upako na maisha yangu ya kawaida. Na kwa nini iko hivyo? Sio kwa sababu sijauomba, wala uhitaji kuuomba huu upako. Unahitaji tu kumwambia Mungu, nisamehe kwa kutokutambua huu upako. Nisamehe, sikujua kwamba umenipa mafuta ya ajabu namna hiyo. Ni kwako mahali nilipokosea, nimekukosea wewe peke yako, ninaomba toba. Kwa hiyo unapoomba hii toba, ukiomba kweli hii toba kutoka ndani ya moyo wako, ni sawasawa na kuswitch on hii anointing. Ukiswitch on hii anointing, ndo tunaenda kuiswitch hivi. Ukiswitch on hii anointing,
kila kitu kitakuwa rahisi. Hata kumjua Mungu itakuwa rahisi. Yaani utaanza kuona tu, unasoma Biblia unaelewa, unasikiliza mafundisho unaelewa, kuna vitu unaanza kuvijua kuhusu Mungu, wewe mwenyewe unashangaa, nilikuwa sijui hivi vitu kuhusu Mungu. Nilikuwa sijui. Mungu anasemaje? Muombe Mungu akupe Roho Mtakatifu ili aweze kukufunulia ili uweze kumjua Mungu. Hivi vitu vitaanza kuwa dhahiri kwako. Funika macho yako, funika macho yako. Funika macho yako. Sasa nafikiri unaelewa, ndio maana nilisema huna haja ya kubanana, kukaa kwa kubanana. Funika macho yako. Issue isiwe unajipanga kusema maneno gani. Achana nayo. Swala la maneno gani utasema, hilo achana nalo. Mungu anaangalia moyo wako. Mungu anaangalia moyo wako. Unaweza ukasema neno moja tu, Mungu asante kwa kunisamehe, kwa sababu unaamini. Yaani hilo tu. Ukamshukuru Mungu tu kwa kukusamehe, yaani kutoka ndani ya moyo wako. Kwa sababu sio lazima ukae, Mungu naomba nisamehe baba, naomba nisamehe baba, naomba nisamehe baba, naomba. No. Huu wito wa kuomba sala ya toba ni Mungu mwenyewe. Mimi sijakwambia tuombe hii sala kwa sababu nimepanga kwamba nikifundisha hiki kitu ndio itakuwa hivi. Hiki kitu Mungu amenisemesha jana tukiwa hapa madhabahuni kwamba nataka kufungulia huo upako, hiyo koki. Lakini tunafanyaje? Maana nilikuwa namuuliza Mungu tunaombaje? Akaniambia waambie waingie kwenye toba. Waambie waingie kwenye toba. Kwa hiyo Mungu akiuona moyo wako, na kwa sababu toba ni ya moyo. Toba ni ya moyo. Toba ni ya moyo. Wakati mwingine unaweza hata ukashindwa kusema chochote. Unaweza ukashindwa hata kusema chochote. Muonyeshe tu Mungu yale machozi yako. Sasa Mungu anaangalia moyo. Muonyeshe Mungu yale machozi yako, kwamba Mungu, haya machozi yangu yanachosema ni ninaomba unisamehe. Kwenye maisha yangu yote nimeishi mpaka nimefika umri wa namna hii. Naishi maisha ya kuteseka, na litukanisha jina lako sikujua. Bwana ninaomba toba. Nimeishi kwenye maisha ya magonjwa ambayo hayaishi. Nimelipa gharama kubwa kwenye haya magonjwa, hayaishi. Natibiwaga tu pamoja na kuomba kwangu. Lakini Bwana, asante kwa kuwa unanisamehe. Asante kwa kuwa unanisamehe. Nimejua nilidharau upako wako, lakini sasa Bwana ninarudi, ninaheshimu upako wako. Mwambie hivyo Mungu anasikia. Sema maneno yako yoyote utakayoyasema. Baba, ninakushukuru. Asante kwa sababu mtoto wako huyu yuko tayari. Anataka aseme, Baba, nimekosa. Mwana mpotevu aliporudi kwako, hata kabla hajamaliza kusema nimekosa chini ya mbingu na chini ya jua na mbinguni, Baba, wala ukujali maneno yake ya msamaha. Wewe uliuangalia moyo wake. Bwana, hapa ndani sisi ni wana wapotevu tunaorudi. Kama ambavyo Bwana hukujali maneno ambayo aliyasema, ndivyo ambavyo ninajua hutajali maneno atakayoyasema, lakini unauangalia moyo ulioko ndani yake. Katika jina la Yesu, Baba, kwa neema yako asante kwa sababu huko hapa unasikia. Katika jina la Yesu, sasa paza sauti yako, mwambie Mungu nisamehe kwa kutokutambua upako. Paza sauti yako, paza sauti yako. 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 Funua moyo wako kwa Bwana. Funua moyo wako kwa Bwana. Funua moyo wako kwa Bwana. Umwambie Mungu, sina maneno mazuri ya kusema. Umwambie Mungu, sina maneno mazuri ya kusema. Umwambie Mungu, wakati mwingine tazama tu machozi yangu. Umwambie Mungu, tazama tu hii sauti ninayoitoa ni ya mtu anayeomba toba. Ni ya mtu anayeomba toba. Ni ya mtu anayeomba toba. Rakata mandorobo sheteremanda rekete paradia mashkeredoska rakata pashekete randa rabo sakariamanda. Huyo ni Mungu anayesamehe, ni Mungu anayesikia. Riko rabayanda
eriando roboshika. Baba, ninaomba toba, ninaomba msamaha, ninageuka sasa Jehova. Nimekutenda dhambi peke yako, nimekukosa peke yako, nimedharau upako, na mimi nimeona madhara ya kudharau upako, nimeona madhara ya kudharau upako, nimeona madhara ya kudharau upako, nimeona madhara ya kudharau upako. Karama ndoro bobo raga ta. Nimeona madhara ya kudharau upako. Nimepigwa. Bidii yangu ya maombi haijaniokoa, kufunga kwangu hakujanisaidia. Baba, tunaomba toba. Bidii tulizo nazo kuomba maombi ya kufunguliwa hakujatusaidia. Badala yake vifungo vyetu vimekaza. Bwana, ndoa zetu zimeteseka, watoto wetu wameteseka, tumeteseka kwenye kazi za mikono yetu, tumeteseka kwenye yale tunayoyafanya. Baba, samehe, Baba hurumia, Baba rehemu, kwa jina la Yesu. Tusamehe kwa kudharau upako, tulidharau kufanywa wana, lakini leo tunarudi kama mwana mpotevu. Ninarudi mimi na mke wangu, tunarudi na watoto wangu, ninarudi na mtumishi wako pia anarudi kama mwana mpotevu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ni wakati uliokubarika, ni neema na fadhili zako nyingi. Asante kwa kibali, asante Bwana kwa kuwa unasamehe. Hausamehe kwa maneno mengi au machache, lakini tunarudi. Tulidharau mafuta yako Roho Mtakatifu, tukakuzimisha, tukaheshimu zaidi upako ulioko kwa watumishi, tukadharau upako ulioweka ndani yetu. Tulidharau Bwana, utusamehe kwa damu ya Yesu, utusamehe, uturehemu kwa rehema zako nyingi. Baba, nimeomba rehema, Baba nimeomba toba, Baba nimeomba rehema, Baba nimeomba toba, Baba nimeomba rehema, Baba nimeomba toba. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayesamehe, ni Mungu unayesafisha, na ni Mungu unayesikia, kwa utukufu wa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Fatisha ya maneno, sema: Bwana Yesu, ninashukuru kwa sababu kwa damu yako nimepata uhalali wa kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu ya kunifanya kuwa mwana. Asante Yesu kwa sababu umenikumbuka tena, umenirejesha tena, umenipa akili tena, ili nijue na nisimame kama mwana tena. Asante Roho Mtakatifu unayenikumbusha ndani yangu kwamba mimi ni mwana na ndivyo nilivyo. Asante kwa ajili ya haya mafuta, kwa sababu yanakaa ndani yangu na yananifundisha kufanikiwa. Kuanzia leo ninatoka kama mpakwa mafuta, kama Masihi, kama mpakwa mafuta. Sitoki kama mwana maombi, sitoki kama mhubiri, natoka kama mpakwa mafuta. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kazi za mikono yangu ninawajia kama mpakwa mafuta, kama Masihi, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kibali hiki na nafasi hii. Amen.